Na wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina ni Pastor Francine tena. Nimewaletea neno la Mungu siku ya leo. Kama vile niliwaambia kwamba siku kwa siku nitakuwa nawaletea neno ili kwamba tuweze kulisha nafsi zetu. Wapendwa, hii ni kazi Mungu, ni huduma Mungu ameweka kwa moyo wangu kwa muda mrefu, na nilikuwa najisikia sijakuwa tayari, muda wa Mungu ulikuwa haijafika, lakini ndio muda wa Mungu sasa umefika. Na kwa hiyo tutakuwa pamoja kila wakati, na hapo mbele tutakuwa tunaenda live kwa maombi, kwa kuombea mahitaji yetu na kwa kuhimizana katika safari ya kwenda mbingu. Kwa hiyo ukiona video zangu, tafadhali like, share and subscribe ili kwamba ituwezeshe kufika ile level ya kwenda live, na Mungu atakubariki ukifanya hivyo, maana hii ni kazi ya Mungu. Na kuna watoto wangu wa imani ama wa Kristo ambao wako nchi mbalimbali, wako Afrika, wako Europe, wako Amerika, ambao wanataka kuwa na sisi pamoja kwa life. Haijawezekana, lakini Mungu atatuwezesha, tutafikia hiyo muda. Ubarikiwe sana wewe ambaye umelike, na ambao umecomment, na ambao umesubscribe. Mungu akubariki na kuzidishie, kwa maana umesupport kazi ya Mungu. Tuombe Mungu, tusikie neno la Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa kumlinda huyu baba, kaka, dada. Asante kwa kunilinda mimi pia na kufikisha siku ya leo, ili tuweze tena kulisikia neno lako. Ulitakase na kulibariki, atakayelisikiliza lipate nafasi katika maisha yake, limuhimize katika safari ya kwenda mbingu, liweze kumpatia kujitambua na kufahamu inalompasa kufanya, ili kwamba aweze kufanya mapenzi yako. Ninaharibu na kufunga kila kazi za shetani zote ambazo mara kwa mara zinaiba neno na kufanya watu kupuuzia neno lako, kwa jina la Yesu lishindwe, bali utukufu wako Mungu uwezo katuzingira na kuzingira yeyote ambaye nasikiliza ile neno, lipate kuzaa matunda katika mioyo ya wasikilizaji. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi naomba hivyo, amen. Tutasoma mara moja katika Danieli sura 6 mstari wa 4, ili video siwe ndefu sana. Inasema hivi: basi mawaziri na waamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshitaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshitaki Danieli huyu tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na waamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi: Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri na waamiri, mfalme, na mawaibu na waamiri na madiwali na wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yeyote au kwa mtu awaye yeyote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie muhuri maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waperesi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia muhuri maandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamewekwa na kutiwa muhuri, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyo
alikuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamuona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribiana wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme, je, hukutia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yeyote au kwa mtu awaye yeyote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waperesi isiyoweza kubadilika. 13. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku ulio saini. Basi akaomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyoni mwake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumuokoa hata jua kuchwa. Ndipo wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue kuwa ni sheria ya Wamedi na Waperesi isibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. 16. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumaini daima, yeye akuponye na simba hawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni habari za Danieli ambaye alikuwa amehamishwa katika nchi ya ugeni, na katika hii nchi maandiko yanasema ya kwamba Danieli alipata kibali. Ukiwa na Mungu, Mungu atakupa kibali. Ukimucha Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu, mahali pote uendapo, Mungu atakuwa na wewe, atakupatia kibali. Kumbuka Danieli alikuwa kama mkimbizi, alikuwa refugee ama refugee katika hiyo nchi, haikuwa nchi yake. Lakini kwa maana Danieli alikuwa mcha Mungu, alikuwa mtu ambaye anamwogopa Mungu, mtu mwaminifu, yani alipata kibali mbele ya mfalme. Wakati mfalme alisema anataka kuchagua watu ambao watamwakilisha ama watakuwa pamoja naye, watafanya kazi pamoja na yeye, wakachagua watu, akawaambia waweke ndani Danieli. Imagine mkimbizi aliwekwa ndani ya utawala wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalisha wewe ni nani, wewe ni mkimbizi, wewe haujiwezi, wewe haukusoma, wewe ni masikini, hauna kitu. Mbele za Mungu, Mungu haangalia hayo yote. Kama tu kimucha na kumheshimu Mungu, Mungu atakupa kibali mbele za watu wakubwa, mbele za watu wenye heshima, Mungu atakupatia kibali. Danieli akapata kibali, akachaguliwa katika waamiri na waziri. Basi Danieli alipoanza kufanya kazi, kwa maana alikuwa mwaminifu sana, alipendwa na mfalme. Na alipopendwa na mfalme, wale wenye nchi wengine, waamiri na waziri wenye nchi, wakamuonea wivu. Kuna watu ambao wanakuonea wivu mpendwa. Hawafurahie jinsi ulivyo, hawafurahie baraka zako. Wanapokuona tu wanasikia wivu, hawakupendi, lakini hawatakataza mapenzi ya Mungu kutimia katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Danieli walipomwonea wivu, wakaunda shauri, wakasikenda hata kwa meeting, wakafanya mkutano, wakazungumuza, huyu Danieli hatumtaki. Tufanye nini ili kwamba aweza kauawa? Tufanye nini ili kwamba aweza kaondoshwa? Hatutaki hata kumuona. Ndugu mpendwa, kama uko mtu wa chuki ya kama hawa watu, jua kwamba mbingu hautaiona. Unachukia ndugu yako tu juu amepata kibali, juu amebarikiwa.
Umemuona, hautaki kumuona, unataka kumuua. Kumuua juu ya nini? Hata ukimuua, sikia nikwambie, na wewe siku moja utafariki. Hakuna mtu ataishi milele. Bwana turumie sana. Kama una roho ya chuki, kama una roho ya unasikia wivu ukiona mwingine anabarikiwa, siku ya leo tubu. Roho ya wivu ni uchawi. Maandiko nasema mtu wa wivu ni mchawi. Kwa hiyo ndugu mpendwa, kama una hiyo roho ya wivu, ni shetani ameweka hiyo wivu ndani yako. Tubu, wivu ikuondokee. Mtu wa wivu afanikiwe, lakini mtu ambaye anafurahia baraka za wengine, wanapobarikiwa na furahi, huyu mtu anabarikiwa. Mtu ambaye anaona wengine katika mateso na waombea, huyu mtu anabarikiwa. Mtu ambaye anasaidia masikini, muhitaji, huyu mtu anabarikiwa zaidi na zaidi. Maandiko anasema huyu Danieli wakamwambia shauri ili kwamba aweza katupa katika pango la simba. Wakaenda wakasema hatuwezi pata neno lolote la kumshitaki Danieli isipokuwa tulitafute katika sheria za Mungu wake. Bwana sifiwe sana. Hili ni jambo la muhimu sana. Ndugu mpendwa, umeona uaminifu wa Danieli. Walitafuta njia yoyote ya kumshitaki Danieli wakakosa. Katika waongo haiko, wasema watu wachuki haiko, wezi haiko, washarati haiko, walevi haiko, yani yale maovu yote unajua. Wakakosa jambo la kumshtaki Danieli. Kuiba vitu mwenye nyumba ya mfalme wa kuficha tu vitu haiko huko. Mwaminifu kabisa, najua Mungu wake na kumheshimu Mungu wake. Wakasema hatuwezi kumpata munjia yote, ila kuna njia tupata Danieli isipokuwa katika sheria za wapi? Za Mungu wake. Haleluya. Acha watu wakose kitu cha kushitaki. Watafute njia ya kushitaki katika mambo ya Mungu, lakini hapana katika mambo ya dunia. Na kama wewe uko pale ungali na hizi tabia zote, ungali na hii matendo yote yasiyofaa, leo mtafute Mungu na we Mungu akuwezeshe uwe mwaminifu kama Danieli. Utafute ushirika na Mungu, inawezekana. Maana Danieli alikuwa mtu kama mimi, kama wewe. Haleluya. Maandiko nasema wakaenda wakasikilizana, wakasema najua Danieli anapenda kuomba sana. Acha tuende tumwambie mfalme, mtu asiombe Mungu yeyote isipokuwa mfalme, tutampata Danieli. Wakasema tunampata. Hii mtu hata tuponyoka amekufa tunamumaliza. Kuna watu wanasema wanakumaliza, lakini Mungu anakuja kujitukuza katika maisha yako. Mungu anakuja kukuinua na maadui wako wataibika. Watajua kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakuja na furaha, tunampata, tunamweza. Wanasema wanakupata, wanakuweza, lakini Mungu anakuja kukutetea. Haleluya. Basi wakafika mbele ya mfalme, uishi milele. Mfalme akasema wao watumishi wangu wananiheshimu. Mfalme akasikia masifa. Alafu akamwambia mfalme, tumeona vema kama mfalme ambaye tunamheshimu, mtu asiombe Mungu yeyote isipokuwa wewe kwa siku 30 ama siku 30. Na mwenye ataomba Mungu yeyote kwa siku 30 atupe katika pango la simba ama tundu la simba. Mfalme akasikia kwamba wanamheshimu, wanampenda, wanamtukuza, wanamuinua. Akasababu kwamba sifa ni za nani? Ni za Mungu. Anayestahili kutukuzwa, kuinuliwa ni Mungu. Anayestahili kuombwa ni Mungu. Yeye akaanza kuchukua nafasi ya Mungu. Kumbe hajui kwamba ni mtego wanamtega yeye na Danieli. Maana mfalme alikuwa rafiki ya Danieli sana. Kwa ajili ya kutafuta masifa, kwa ajili ya kutafuta kujiinua, jua kwamba itakuletea hasara. Bwana aturumie sana. Basi mfalme akasema ndiyo, hakuna shida. Wakamwambia weka sahihi na muhuri. Akaweka sahihi, akasinye, akaweka muhuri. Alipomaliza kuweka muhuri, wakaenda kwa Danieli. Walipofika kwa nyumba ya Danieli, wakapata Danieli amepiga magoti, amefungua madirisha wazi, kila mtu aone. Hana woga, anajua Mungu aliyemwamini ni nani. Usiogope ndugu mpendwa, usiogope tena, usiogope. Mungu wako naye muamini, hata kuaibisha, hata kuacha. Ingaliwaje umepitia mateso, majaribu, umekataliwa, wamekuonea, wamekukataa, wamekuchafua, wamekusingizia, Mungu wako atakutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wako atakutetea. Basi Danieli wakarudi wapi? Kwa mfalme kumwambia ule Danieli ambaye
mmoja wale wa uhamisho, ule refugee sahi hakusikia, hakuabudu, anaabudu Mungu wake kuliko kuabudu wewe. Na ile uliweka sahihi ya kwamba hii sheria isibadilike kama sheria ya Wamedi na Waperesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba mfalme wakamwambia hii sheria isibadilike, siliweka muhuri, akasema ndio. Lakini mfalme akasikia na fadhaika sana moyoni mwake. Sasa alitafuta masifa, sasa ameanza kuumia, ameanza kufadhaika. Ndugu mpendwa, usitafute kusifiwa, usitafute heshima. Acha Mungu mwenyewe akuheshimishe, acha Mungu mwenyewe akuinue. Maana unaweza kutafuta zile masifa na maheshima, mwisho zinakuletea machungu, zinakuletea hasara. Bwana turumie sana. Mfalme akafadhaika ile siku, hakula vinanda havikulia katika nyumba yake ama katika palace yake, kwa sababu alikuwa na huzuni kuona rafiki yake Danieli ameenda kutupa katika pango la simba. Hakukumbuka wakati alikuwa anasikia masifa, ameenda kuabudiwa kama Mungu, hakukumbuka kwamba hii ni makosa, ni dhambi. Bwana aturumie sana. Leo kama umebarikiwa, usikubali watu wa kuabudu, watu waanze kupigia magoti, watu waanze sijui kwa sababu Mungu amekubariki. Magoti ni ya Mungu. Anayestahili kuabudiwa ni Mungu. Kama umebarikiwa hizo baraka, bariki wengine, si wa kuabudu kwa sababu umebarikiwa, hapana. Basi Danieli akachukuliwa, akatupwa ndani ya pango la simba. Mfalme akamwambia, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, huyu Mungu unayemtumikia akuokoe na hao simba. Maandiko nasema wakati Danieli alitupwa ndani ya pango la simba, Mungu alishusha malaika kutoka mbinguni, wakashuka ndani ya ile tundu la simba, wakamzingira Danieli. Haleluya. Na hawa simba, malaika hawa wakawateka akili zao, yani wakawachukua ile akili yao na tamaa yao ya kula nyama za watu na mengine, wakawa marafiki wa Danieli. Hawa simba wakamkaribia Danieli, wakakaa na Danieli katika ile pango la simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia mpendwa, nikwambie, wakati wa majaribu yako Mungu atakuwa pamoja na wewe. Wakukatae Mungu hatakukataa. Wakutupilie mbali Mungu atakuwa na wewe. Hata katika kaburi wakati utafariki Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kumbuka mke wako unayempenda sana, ulifanya harusi na yeye, mume wako uliyempenda sana, hiyo siku utakapofariki atakusindikiza na kuweka udongo juu yako, anarudi. Ukitoka tu ndani pumuzi, ataanza kuita watu, amefariki, mwanze kutayarisha siku ya kumzika, mumpeleke. Lakini Yesu hata ujapofariki atakuwa tu nawe, kwa sababu siku atarudi parapande kilia, anakujua, atakufufua tena umlaki mawinguni. Yaani hakuna shida ambayo wewe ambao unamcha Mungu na kumwamini Mungu, Mungu atakuacha. Hatawahi kukuacha wakati wa shida, wakati wa magonjwa, wakati wa majaribu, wakati wa ziki. Mungu wako atakuwa pamoja na wewe. Watu watakuacha, warafiki watakuacha, lakini huyu Yesu hatawahi kukuacha kama kweli unamwamini, kama kweli unaheshimu maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Danieli huyu, usitishwe na yale unayoyaona, usitishwe na wanadamu wanaokuzingira, usitishwe na maadui, usitishwe, usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe, atajizirisha, atakutetea, atakuinua, atakuponya, atakupa ushuhuda kama vile alivyompatia Danieli ushuhuda, kama alivyomwokoa Danieli. Huyu Mungu atakuokoa. Ni yeye yule jana na leo na hata milele, hajabadilika wala kugeuka. Tulimuona huyu Mungu na tutazidi kumuona, ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema Danieli, mfalme akaenda nyumbani kwake akalala, hakusinzia mpaka asubuhi. Wale ambao walimtupa Danieli ndani ya pango la simba walikuwa na furaha, nasema tumemumaliza. Tumemumaliza. Walikula, wakakunywa, wakafurahi, wakafanya karamu. Kumbe hawajua Mungu wa Danieli ameenda kujizirisha sasa. Haleluya.
Alafu asubuhi mapema, maana mfalme hakulala usingizi ile siku, alirauka mfalme asubuhi mapema sana mpaka kwenye pango la simba. Akasema, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako amekuokoa na hawa simba? Danieli akamjibu akasema, uishi milele mfalme. Haleluya, uishi milele mfalme. Mungu wangu ninayemtumikia daima ameniokoa na hawa simba, maana sikukuwa na kosa mbele zako mfalme, wala sikuwa na kosa mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa mwaminifu mbele ya Mungu, Mungu atakuokoa na maadui zako. Maana simba wanafungulia midomo ni wengi, masimba wanatamani kukurarua ni wengi. Mungu atafunga vinywa vya hao masimba, kama vile Mungu alifunga vinywa vya masimba ambao walifikiri kwamba watamkula Danieli, lakini Mungu alifunga vinywa vyao. Haleluya, usiogope. Neno ambalo la muhimu sana, angalia Danieli. Danieli alijishusha, hata kama alitupwa ndani ya pango la simba. Angalikuwa mwingine angesema, na mbona mliacha, ulio mfalme ulikuwa na uwezo wa kuniokoa, mbona uliacha ukanitupa ndani ya pango la simba? Unakuja kuniuliza nini? Hakumsirikia mfalme, alimwambia uishi milele. Haleluya, wapendwa, tuwe watu wa kuvumilia, tuwe watu wa kujishusha, sio watu wa kulipisha kisasi. Danieli alimwambia uishi milele mfalme. Mungu wangu ninayemtumikia daima ameniokoa na hawa simba, kwa maana sikuwa na kosa mbele yako wala mbele ya Mungu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendo, ukiishi maisha kumpendeza Mungu, ukiishi kuwa mwaminifu, Mungu atakuokoa kila wakati na kila dakika na maadui wako na masimba wanaokufungulia midomo, wanaotamani kukurarua. Mungu atanyamazisha masimba, atafunga vinywa vyao, atakuokoa, atakutetea, atakupigania. Bwana Yesu asifiwe sana, na utaona mkono wa Mungu. Maandiko nasema mfalme akaagiza wale watu walimtupa Danieli ndani ya pango la simba wamtoe Danieli. Haleluya. Ukisoma sasa katika 18:18 mpaka 25, maandiko yanaonyesha kisi walimtoa Danieli ndani ya pango la simba. Alafu mfalme akaagiza wale watu waliomtupa Danieli ndani ya pango la simba watupwe ndani ya pango la simba, wao na watoto wao na familia zao zote. Haleluya. Ushindi ni wetu sisi ambao tunamwamini Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Ushindi ni wako wewe ambao unamwamini Yesu. Na kama ulikuwa ungali namwamini Yesu, ungali na mashaka, hauamini kwamba Mungu anaweza kukuokoa leo, ona Mungu wa Danieli, huyu Mungu ni Mungu wako pia. Leo simamisha imani yako ndani ya Kristo, na ukiamini hili neno kweli, Mungu atakutendea, na siku moja utashuhudia na kusema nimeona huyu Mungu wa Danieli, na mimi ni Mungu wangu pia. Maana si wa Danieli peke yake, ni wako wewe ambao unamwamini Yesu, ni wangu mimi pia. Na pia nikwambie wewe ambao hujaokoka, haujampokea Yesu kwa Mwokozi wa maisha yako, mjaribu huyu Yesu, utamuona. Jaribu huyu Yesu, mteste huyu Yesu, utamuona, utaona uweza wake, utaona nguvu zake, utaona uponyaji wake, utaona ushindi wake. Haleluya, maana ni Mungu asiyeshindwa, ni Mungu anayeokoa, ni Mungu anayeponya, ni Mungu ambaye asiyeacha wanaomtegemea kupata haya. Jina la Bwana lipewe sifa. Danieli wakatupwa ndani ya pango la simba. Danieli akatolewa na heshima, na mfalme akapana amri akisema, akatia sheria ingine, akaandika sheria upya. Sikia nikwambie, haleluya, historia ya maisha yako itaandikwa upya Mungu atakapo kukumbuka. Waliandika wakasema amemalizika, huyu hafai, huyu si kitu, huyu tutamaliza, huyu ameshamalizika. Haleluya. Mungu atabadilisha yale maandishi na kuandika maandishi mapya ya ushuhuda ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu atabadilisha jina lako katika jina la Yesu Kristo. Kwa na imani, mtafute huyu Mungu, mheshimu huyu Mungu, fanya mapenzi ya Mungu, utamuona kama alivyo. Maandiko yanasema ya kwamba Danieli, mfalme akaandika akasema, watu wote nimeweka amri, sheria, watu wote watetemeke mbele ya Mungu wa Danieli, maana ni Mungu anaokoa, ni Mungu anaponya, aliyemwokoa nawe simba, ni Mungu mwaminifu. Watu wote watetemeke mbele ya Mungu wa Danieli. Haleluya. Sikia nikwambie mpendwa, Mungu atakapokukumbuka, watu watasema kweli Mungu wake ni Mungu. Nani alikuponya?
maisha yako yanaweza kubadilika hivi. Mliona fulani, kwa maana Mungu amekukumbuka. Watu watasema kweli kuna Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Akaandika watu wote watetemeke mbele ya Mungu wa Danieli. Sikia, watu watatetemeka mbele ya Mungu wako. Mungu atakupatia ushuhuda mpya. Kama ukitembea na Mungu, kama ukisimama imara, kama ukiwa mwaminifu, maana Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Na wamwabudue Mungu wetu, wamwabudu katika kweli na haki, maana ni Mungu wa haki na kweli. Mungu akubariki. Mwabudu Bwana katika kweli na haki, na utaona mkono wa Mungu. Usiogope hao masimba, usiogope maadui zako, usiogope wanaokuinukia, usiogope vita ulivyo navyo. Bwana atapigana, Bwana atajitukuza, Bwana ataonekana. Na wewe ambao hujampokea Yesu, mjaribu huyu Yesu. Unamsikiaka pengine, akina hujamuona, mjaribu, utamuona na atatenda katika maisha yako. Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu, nakushukuru kwa neno hili. Ulibariki na bariki aliyesikiliza, umtendee mema huyu ambaye na masimba zimemzunguka zinatamani kumrarua. Bwana Yesu Kristo, funga vinywa vya masimba wa magonjwa, funga vinywa vya masimba wa majaribu, funga vinywa vya masimba ya kila matatizo yote ambao watu wako wanayapitia, yote ambayo atakayesikiliza hii ujumbe. Acha Bwana Yesu Kristo aone mkono wako, imani yake simame, atafute kweli na haki, akutafute Mungu, na we Mungu jizirishe katika maisha ya watoto wako, uwatendee mema, uwainue, uwaponye, uwapanguze machozi, uwapatie ushuhuda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi. Bwana, naomba na kuamini. Amen. Bwana kubariki mpendwa. Amen. Tunane tena kesho. Ubarikiwe sana. Amen.